subscribe to my channel and also press this bell icon. Thibitisha kwamba ni kweli ama si kweli. Twende kwa neno la kwanza kama ni kweli. Umeona mazungumzo ambayo yamekuwa yakifanyika baadhi ya uongozi wa klabu ya Simba. Mpaka sasa hakuna kiongozi wa bodi ya ligi TFF aliyetoka kuyakemea. Maana yake na kwa mantiki hiyo kuna uwezekano mkubwa kabla ya ligi kuanza kulikuwa na mazungumzo baina ya Simba, bodi ya ligi na TFF na hata mamlaka zinazosimamia waamuzi wanaokuwa wanaenda kuamua mechi. Sio mechi moja ambayo imekuwa na sintofahamu ya Simba kwamba ni mechi ya Singida na Simba, la hasha. Kuna mechi takriban 5 mpaka 7 ambazo zimekuwa na sintofahamu ambazo zinakuwa zinamhusisha Simba. Mechi ya Simba na Mashujaa ilikuwa na sintofahamu kubwa. Watu wengi waliongea. Mechi ya Simba na Pamba Jiji watu wengi waliongea. Mechi ya Simba na Tanzania Prison pale Mbeya watu wengi waliongea. Mechi ya Simba na Coastal Union KMC watu wengi waliongea. Mechi ya Simba na Singida Black Stars pale uwanja wa Aliti watu wengi waliongea. Mechi ya Simba na Singida ya juzi watu wengi tunaendelea kuzungumza. Na kwa nini sisi peke yetu ndio tunaoendelea kuongea wakati kuna mamlaka zinazohusika na mpira? Mimi nadhani kabla yetu sisi kuzungumza, mamlaka zilitakiwa zitoke hadharani ziongee chochote, kwa sababu hata wao wanaona na kuna hata wageni ambao wanakuja Tanzania hii wanaona. Kuzungumzia waamuzi ni dhahiri kwamba tangu msimu umeanza Simba amekuwa ni mnufaikaji mkubwa wa waamuzi kutokana na mechi wanazokuwa wanazichezesha, baadhi ya mechi wanazokuwa wanazichezesha. Sio kwamba Young Africans hakuna mechi ambazo waamuzi wamekuwa wakienda against na sheria, zipo takriban mechi 3 mpaka 4. Lakini unakuja kuangalia kwamba hakuna mwamuzi aliyekamilika duniani kote. Kombe la dunia 2022 Korea Kusini walikuwa wanacheza, sikumbuki walikuwa wanacheza na nani. Walitoa mpira nje na wakafunga goli na mpira ukapelekwa kati. Na ule mpira umefungwa alarm na kuna VAR na mbele ya viongozi wa mpira. Na Newcastle amewahi kumfunga Arsenal, katoa mpira nje kafunga goli na mpira ukaenda kati na VAR ipo. Manchester City amewahi kufungwa goli 2 za offside na Manchester United na mpira ukaenda kati. Hayo ndio tunasema matatizo ya kibinadamu. Kwa nini? Unaangalia situation au matukio mangapi yanayofanyika kwenye mechi moja. Kwa hiyo mechi ya Manchester City na Manchester United tunaweza tukasema ni tukio moja ambalo lilitokea. Lakini ukija kwenye mechi za Simba na wapinzani wake, kwa mfano natolea mechi ya Namungo dhidi ya Simba. Mechi ya kadi nyekundu ambao kila mtu alidauti. Na mwisho wa siku kamati ya masaa 72 ikakaa ikajiridhisha ikabaini kwamba haikustahili kuwa kadi nyekundu. Tuliona imefutwa. Lakini je, mwamuzi alichukuliwa hatua gani? Mpaka leo tunaendelea kumuona na survive kwenye ligi. Yule mwamuzi aliyeboronga mechi ya Namungo aliboronga kwenye mechi dhidi ya Coastal Union. Coastal Union wanaenda kupata goli la 3, tunaambiwa mpira umeisha. Vuta picha, ingekuwa ni Simba anaenda kushambulia, je, movement ya Simba ingeuawa kwa kumalizika kwa mpira? Yule mwamuzi alichezesha mechi dhidi ya Tabora, Simba dhidi ya Tabora. Mpanzo anapewa penalti ambayo haikustahili kuwa penalti. Lakini mwamuzi bado anaendelea kusurvive kwenye mechi zote ambazo anakuwa anapangiwa kuchezesha. Kuna kamati ya masaa 72 ambayo inahusika kufanya maamuzi. Kuna kamati inayohusika na waamuzi. Kuna TFF, kuna bodi ya ligi. Lakini bado hatujaona mpaka sasa wakiwa wametoa kauli yoyote ile dhidi ya maamuzi yanayokuwa yanafanyika. Kabla ya kuanza kwa msimu, Young Africans alikuwa anashiriki michuano ya kimataifa, alikuwa anaanzia awali. Young Africans, Coastal Union na Azam. Alinukuliwa Ahmed Ally akisema kwamba sasa hivi hatusikii matatizo ya kibinadamu kwa sababu kuna vilabu havijaanza kucheza. Subiri virudi. Lakini amewahi kuandika Ally Kamwe kwamba
mamlaka za mpira mnatumia nguvu kubwa kuhakikisha mpira wetu unasonga mbele. Lakini kwa nini kuna mechi inakuwa inahusisha timu moja na hiyo timu inakuwa na matukio ya kujirudia mara nyingi na yanasababisha vyombo vya habari vinaongea, wadau wa mpira wanaongea? Tunaomba mchukulie hatua hili swala. Matokeo yake Ally Kamwe alipigwa faini kwa makala aliyoandika, lakini yule aliyetoka kwenye vyombo vya habari akathibitisha kwamba sasa hivi hatusikii matatizo ya kibinadamu, hajachukuliwa hatua. Yeye tunaambiwa hana makosa, yeye yuko smart. Ndio maana nakwambia kabla ya kuanza kwa msimu kuna mazungumzo yalifanyika baina ya Simba, bodi ya ligi, TFF na wanaohusika na waamuzi. Kwa maelezo yako Eliza, dhahiri shahidi ni kwamba unaiona Simba Sports ni mnufaika wa maamuzi ya bodi ya ligi pamoja na 100%. Yani kinachosababisha tuseme hivyo ni maamuzi yanayokuwa yanafanyika kwenye mechi, alafu hakuna hatua inayochukuliwa. Alafu anajitokeza kiongozi anaongea simple sana kwamba tunawapongeza waamuzi, tunawapongeza labda watu fulani wamefanya vizuri. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo unagundua, unajua vitu ambavyo vinaonekana wazi havihitaji uthibitisho. Mechi ya Singida na Simba ya juzi, penalti 3 walizonyimwa Singida. Vuta picha yale matukio yangetokea upande wa Simba, zisingewekwa penalti. Zinaongezwa dakika 5 ambazo dakika 5 pekee golikipa wa Simba ndo alizimaliza kwa kutibiwa. Kwa mujibu wa sheria za FIFA, golikipa anatibiwa dakika 5. Zikiisha dakika 5 anatolewa nje. Lakini baada ya dakika 90 kuisha ziliongezwa dakika 5. Ndani ya dakika 5 zilizoongezwa ndizo ambazo golikipa alitibiwa. Huyo golikipa kama alikuwa anazipotezea muda, maana yake hazikustahili kuongezwa dakika 5. Angekuwa anaongoza Singida goli moja, zisingeongezwa dakika 5. Kumbe sasa narudia kusema, kabla ya kuanza kwa msimu kuna mazungumzo yaliyofanyika baina ya Simba Sports Club, bodi ya ligi na TFF. Ndio maana mpaka sasa hivi watu wengi ambao wamehusika kwenye mechi za Simba, aidha ni marefa, viongozi wa Simba, hakuna kiongozi yeyote wa Simba aliyetoa kauli kama ambazo mmeendelea kuzisikia ambaye amechukuliwa hatua. Ushauri wako, mimi naomba nikupeleke kwenye ushauri ili tukimbizane na muda, ili uone suruhisho linapatikana la haya ambayo mnayaona hivi sasa Simba Sports, bodi ya ligi pamoja na shirikisho lenyewe. Nini kifanyike? Ushauri wangu, bodi ya ligi wanatakiwa watupishe kwa sababu wameshindwa kazi. Wajiuzuru. Ndiyo. TFF wanatakiwa watupishe kwa sababu wameshindwa kazi. Mamlaka zinazohusika na marefa naona jana wameanza kufanyiana uchaguzi wenyewe, wameanza kuchaguana. Na wao kama wapo ambao walikuwepo wanatakiwa wapishe, ili tupate watu watakaoweza kusimamia sheria na kanuni na watakaoweza kuliongoza gurudumu la mpira wa Tanzania ili uweze kufika mbali. Ili tupate ligi bora halali, hatutakiwi kuwa na makando kando. Huwezi kuniambia hii ni ligi bora ya 4 barani Afrika ili hali ina timu moja ambayo ndio inaongoza mamlaka za mpira. Kitendo cha Simba kusema hatutapeleka timu uwanjani na wewe ukapokea, maana yake umegonga muhuri kwamba wewe unafanya kazi kwa kufuata amri ya Simba. GSM aliwahi kutaka kudhamini ligi, aliyekataa alikuwa ni Simba. Maana yake bodi ya ligi na TFF wanawasikiliza Simba. Simba ndiye anayepanga mwamuzi yupi awachezeshe. Kwa nini nasema hivyo? Arajiga ndo mwamuzi ambaye tunamwamini sisi ni bora kwenye nchi yetu mpaka sasa. Lakini Arajiga hakuna mechi yoyote ile ya Simba aliyoichezesha mpaka leo. Kwa hiyo leo yuko kwenye Singida baada ya kelele nyingi sana kutoka. Na leo mimi nakuthibitishia kuna madudu mengi tutayaona. Hicho ni kivuli ambacho Arajiga amepewa. Lakini kuna madudu mengi leo tutayaona kwenye mechi ya nusu fainali pale kwenye uwanja wa Manyara Tanzanite kwa alama. Lakini tofauti na hapo, kama hawataweza kusimamia kanuni na sheria na kama hawataweza kutoka madarakani, tutaendelea kuona madudu mengi kwenye ligi ya Tanzania. Watupishe madarakani kwa sababu wameshindwa kusimamia kanuni na sheria. Mimi nikushukuru sana. Asante.